Tulianza safari mwaka 2020, tukasafiri pamoja mpaka 2025. Tulisafiri tukitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani ambayo ni mkataba kati ya wananchi na CCM kupitia serikali yao. Chama cha Mapinduzi kinaelekeza serikali kwa miaka 5 ikatekeleze mambo haya na mambo yale. Yaliyotamkwa hapa, yaliyosemwa na viongozi waliotangulia ni kweli yametekelezwa katika kata hii ya Mwada. Na niwaambie ndugu zangu wa Mwada, ndani ya miaka 5 hii ya uongozi mahiri na shupavu wa Dr. Samia Suluhu Hassan, halmashauri ya wilaya Babati, diwani ni Mombo ni shahidi, tulipokea fedha shilingi bilioni 244.97. Haijakutokea. Narudia, 2021 mpaka 25 halmashauri ilipokea fedha bilioni 244.97. Hii ni historia ya halmashauri hii. Huyo sio mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan tunamwombea kura. Huyo sio mwingine ni Mombo diwani wetu hapa tunamwombea kura. Na huyo pia ni Silo ambaye anaomba kura kwa miaka mingine 5. Nimesema tunaanza safari pamoja kwa sababu miradi hii ilikuwa inagusa wananchi wetu. Ninyi mmeguswa na miradi ya serikali. Na ninyi wananchi mlivyo wema na nyinyi mkachangia kidogo katika miradi iliyokuja katika maeneo yenu. Kwa hiyo wananchi wa Mwada, wananchi Sangawira, wapongeza kazi kubwa mliyofanya kwenye safari ya miaka 5, 2020 hadi 2025. Mheshimiwa diwani peke yake asingeweza bila ushirikiano wenu. Kwa mimi ninawashukuru na kuwapongeza sana kwa kazi kubwa iliyofanyika kwa miaka 5 ndani ya kata yetu ya Mwada. Kata ya Mwada ni moja ya kata ambazo zimepata miradi mikubwa sana. Na kama nilivyosema bilioni 244, maana yake ni miradi imetembea karibia kila kata zote. Hakuna diwani kwenye kata analalamika hana miradi. Wote wamepata miradi ya kimkakati, miradi ya afya, miradi ya elimu, barabara, madaraja na miradi ya maji. Umeme kwenye vijiji vyetu vyote. Tuna vijiji 102 ndio mwenyekiti. Hakuna kijiji ambacho kina umeme. Vyote vina umeme. Sasa tunakwenda kwenye vitongoji vyetu. Dr. Samia Suluhu Hassan oye. Dr. Samia Suluhu Hassan safi. Safi. Ndugu zangu wa Mwada, miradi imetamkwa hapa. Hospitali ya wilaya bilioni 3.4 yaweka pale. Bilioni 3.4. Haya ni majengo. Bado vifaa tiba. Bajeti ya vifaa tiba mwaka 2020 ilikuwa milioni 879. Lakini leo tunaongelea habari ya bilioni 3.1 kwa ajili ya kuleta vifaa tiba pamoja na dawa kwenye hospitali zetu. Hospitali ya wilaya pamoja na zahanati na vituo vya afya. Huyo sio mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan tunayemwombea kura. CCM hoye. Shule za sekondari tumeongeza madarasa. Shule za msingi tumeongeza madarasa. Walimu wameajiriwa. Upande wa afya pia wataalamu wa afya walikuwa wachache, tumeongeza. Huyo sio mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan tunayemwombea kura. Dr. Samia Suluhu Hassan oye. Tunazungumza habari ya ujenzi wa shule ya kisasa ya kanda ya kaskazini. Wenzangu tulipambana nao kule, asema wewe iende wapi siende wapi. Nikasema hii inaenda Mwada. Piga makofi kwa CCM. Bilioni 4.1 imelala barabarani pale. Watu wakipita pale shingo upande wa kulia kutoka Arusha, kutoka Babati shingo upande wa kulia wa kushoto. Wanafanya utalii wa macho kuangalia shule ya kisasa ya Manyara Boys ile kata ya Mwada, jimbo la Babati vijijini. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan oye. Oye. Lakini mwenyekiti zahanati ya Ngole milioni 50 imeshuka pale kutoka serikali kuu. Tumezungumza mradi ya maji Ngole na maeneo mengine. Haya yote ni utekelezaji wa ilani ya miaka 5 2020-2025. Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi ni chama pekee ambacho inakuwa na mipango na wananchi wake. Mipango ambayo inaelekezwa kwenye ilani ya uchaguzi. Ndio maana miradi hii inatekelezwa. Hatukisi kwamba hapa nataka maji, nataka umeme, hapana. Inaorodheshwa kwenye ilani. Kazi yetu sisi viongozi wenu ni kusimamia utekelezaji. Au sio bwana? Hapo vipi hapo? Hapo sawa. Ndio nimezungumza hapa. Kila mradi umeutaja, sasa ukirudia yote. Lakini miradi imewezekana kwa sababu tuna mkataba na ninyi wananchi. Chama chetu kinaelekeza serikali, kata ya maji ya Mwada kuna mahitaji haya, kuna mahitaji yale, katekelezeni.
Sisi kazi yetu ni kutekeleza kwa vitendo. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inaahidi na baada ya kuahidi inatekeleza kwa vitendo. Matokeo yanaonekana, miradi inaonekana. Na sasa hivi tunakwenda kwenye miradi ya umeme kwenye vitongoji vyetu. Lakini kwenye ilani hii ya miaka 5 ijayo 2025 2030, najua bado kuna changamoto ya maji safi na salama. Tunatambua bado umeme kwenye vitongoji haujaenea. Tunajua kuna baadhi ya barabara hazipitiki na makarabati yanahitajika. Tunajua bado kuna upungufu wa madarasa kwenye shule zetu. Tunajua kuna upungufu wa shule za msingi. Lakini wahakikishie ndani ya ilani hii ya miaka 5 ijayo hayo yote yameorodheshwa humu ndani. Kwa hiyo kazi iliyobaki mimi na Mombo ni kwenda kusimamia utekelezaji wake. Ada safi. Tumemsikiliza mgombea wetu wa ubunge. Hapo vipi? Kwa hiyo tarehe 29 tunafanyaje? Asante. Kura ya Mama Samia tunampa tiki yake, kwa Daniel Baransilo tunampa tiki yake, na ndugu yetu Michael Mombo tunampa tiki. Mafiga matatu yamekamilika, si ndio? Kwa hiyo niwaombeni pia viongozi tulioko hapa wakata na wa vijiji, wenye viti wa serikali za vijiji, wajumbe wa halmashauri za vijiji, wote ni watu wa Chama cha Mapinduzi. Tuhakikishe tunawapitia watu wetu kuhakikisha kwamba kura zinajaa za kutosha kwa Chama cha Mapinduzi. Maendeleo haya yote yameletwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tuko pamoja ndugu zangu. Kwa hiyo tukaichague Chama cha Mapinduzi. Siku hiyo mimi nafikiri kila chama ina alama yake. Sisi alama yetu inaonekana jembe na nyundo, rangi ya kijani. Wala usibabaike hata kama hujui kusoma na kuandika. Mimi nafikiri macho si yanaona. Weka alama ya vema pale kwenye sanduku. Tukianza na elimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kijiji hiki ni kijiji cha mfano katika kata ya Mada na katika halmashauri yako Babati vijijini kwenye mipango ya elimu. Hapa tunapozungumza tuna shule nzima tuliyojenga, shule ya msingi Burunge ambayo iko chini ya mlima, ambapo wanafunzi walikuwa wanashindwa kuja kusoma kwa shule ambayo iko hapa, ambayo ni shule ya zamani sana kutokana na wanyama, mvua na mambo mengine. Leo tuna shule ya msingi iliyojengwa na wananchi hao katika utekelezaji wa elimu ya CCM kuanzia darasa la kwanza, kuanzia darasa la awali mpaka la 7 iko pale. Isitoshe tunazo shule za msingi 2 za awali. Kuna moja inaitwa hapo Kichangani, nyingine inaitwa Nenetu ngambo barabara kwa upande wa kule. Kwa hiyo tukisema kila kitongoji kina shule ni kweli. Na sasa tuna madarasa yanayozidi kiwango ambacho wanafunzi hawajafikia. Kama wanafunzi wako la pili tuna madarasa ya ziada. Kazi imefanyika kwenye kijiji kama sehemu ya mfano. Katika shule zingine za msingi kule, ukienda shule ya msingi Mbugwe, ile shule ni ya zamani kama mwenyekiti alivyosema, kulikuwa na Dareda, kulikuwa na Gidasi katika wilaya hii. Ni shule ya mwaka 1946 kabla ya uhuru. Leo ukifika utakuta ni shule mpya, haitwi shule kongwe. Pale Gidasi kwa mheshimiwa bunge, katika shule za msingi zinazokarabatiwa shule kongwe na fedha serikali ambazo mbunge amepigania zikaja ni pamoja na shule ya msingi pale kwao Gidasi, tunao shule Madunga paka kule Kamei, hizo na Galapo. Hizo shule za msingi kabla ya uhuru, lakini sisi kwa kipindi cha miaka 5 tumejenga madarasa mapya na ofisi za walimu. Kwa hiyo inaonekana shule mpya ni kama vile pale Mada tumejenga shule ya msingi mpya. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwa hilo tumejitahidi. Kwa upande wa sekondari, mheshimiwa, Mbugwe sekondari na level, tulipoingia madarakani awamu hii iliyomalizika, mheshimiwa Silo akiwa mbunge, tulipata fedha za mabweni mawili. Bweni la wavulana wanabeba wanafunzi 80 na wasichana hivyo hivyo. Na sisi wananchi tukatop up kidogo kukamilisha ile shule. Isitoshe wakati huo tulipata madarasa 3 na ofisi moja tulijenga. Tulipata vyoo vya matundu zaidi ya 12 pale shule ya msingi, shule ya sekondari Mbugwe. Hii yote ni kazi ya Mama Samia, Silo na mimi. Kwa wananchi tulipotakiwa kuchangia kidogo, tulihamasishana audisi yangu, tuliyafanya hayo mheshimiwa mwenyekiti. Hivi wanaenda kumchagua mtu mmoja ataenda kufanya kazi na nani? Hivi wanaenda kumpigia diwani mbunge wake sisi. Samia wanaona nomi ya watu inaenda kumchungulia kwanza. Mliona kwenye TV ngoma ikoje? Hivi wanaenda kupoteza kura kwa mtu ambaye hivi NLD zicha vyama ambavyo wenye kiti wao kwanza humjui.
Ninawasindiki. Usiende. Ukitaka kufika salama, nenda na watu, usiende mwenyewe. Hivi unaendaje mwenyewe? Hivi unaenda tena yule jamaa anaitwa nani Kitumo? Anaitwa nani? Nani? Chembe. Chembe mimi namjua mbaba chai tangu akiwa kule Ngole, mimi sinamjua wakati nafundisha. Ipi anaweza kuniambia mimi? Namwambia aje yule size yangu ni mwenyekiti wa kitongoji, hawezi kurule out na nini. Sasa jamani, huyu ukimchukua Silo ukamchanganya na huyu Samia yuko pale, angalieni jamani pale. Ngoma si imetulia? Ndio maana watu wangu hapa wamepiga kimbuko, mimi najua. Kwa sababu nilishaibidu na Daniel nilishaicheza. Najua. Silo umefanya kazi kubwa. Hii ni mada tu tunaijadili. Shule za msingi hapa tumetajwa ziko 8. Sasa jamani, ukigeuka huko shule zamani, mwalimu mkuu wa shule hii yote hapa alikuwa to Maturo. Mungu shule ya msingi. Si kweli jamani? Mjue najua hii historia. Hapa tulipo mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa mbunge, tuna vitongoji 4 vyote vina shule ya msingi. Na tuna mpango kabambe wa kujenga sekondari. Si sekondari tu, shule ya ufundi. Kwa maana hiyo, kata ya Mwada katika vijiji 3, kila kijiji kwa sekondari tutakuwa tuna sekondari 3. Hapa tunapoongea kata ya Mwada tuna zahanati 3. Tuna zahanati ya kisasa, ukigeuka hapo nyuma ni ya kijiji cha Sangaiwe. Tuna zahanati ya kisasa iko Ngole, tuna zahanati ya kisasa iko Mwada, lakini kama vile Mwenyezi Mungu ametupendelea, lakini ni kwa juhudi zako mheshimiwa mbunge, hospitali ya wilaya iko Mwada. CCM hoye! Silo hoye! Samia hoye! Mombo hoye! Haya mambo hayaji kwa bahati mbaya. Wanasema mipango ya thawabu inapita kwenye mstari wa dini. Ukimfuata, wanasema ukimfuata Yesu umemwamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu Yesu analeta maneno ya Mungu. Wanasema ukimwamini Muhammad umefuata Uislamu, kwa sababu Muhammad ameleta maneno ya Mungu. Lakini unapofeli ukimwamini shetani umepotea, na malipo yako ya mwisho wewe ni motoni. CCM hoye! Umesikia? Sasa tunamzungumza maendeleo, tukisema tumemfuata Samia, tunamfuata Silo, tunamfuata Mombo, na chama chao kina ilani. CCM hoye! Mheshimiwa Rais atakabidhi ilani kwa mgombea ubunge, lakini mheshimiwa madiwani watapewa ilani ndogo ambayo inazungumza mikoa yote. CCM hoye! Sasa kwenye ile mipango ndio makubaliano kati ya wananchi na serikali yao. Wenzetu juzi mheshimiwa mbunge alifungua mkutano wa kampeni pale Mwada. Diwani alizindua mkutano wa kampeni Mwada ya ACT Wazalendo. Watu walikuwa 7. Mwenyezi Mungu anaona kama mimi naongopa. Alikuweko yeye, alikuweko mke wake, alikuweko na mwenyekiti wake mmoja anatoka Sambwa. Wageni waalikwa, alikuweko mgombea udiwani wa kata ya Kaiti, alikuweko mgombea udiwani wa kata ya Kiru, na wamama 2 wametoka huko Magugu. Jumla ya uzinduzi ulikuwa na watu 7. CCM hoye! Umesikia? Sasa kama watu umewaalika hawajaja kwenye harusi, kwenye msiba watakuja? CCM hoye! Samia hoye! Mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi tangu nchi hii imepata uhuru ndio chama pekee ambacho kimeaminiwa na Watanzania kwa Tanzania bara na Tanzania visiwani, na kimeweza kuleta maendeleo na kinaendelea kuleta maendeleo. Mwenyekiti, hichi chama sifa yake kubwa ya kwanza ni kulinda amani na utulivu wa nchi hii ambaye tumeachiwa na muasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Huko aliko Mwenyezi Mungu amfanyie mwepesi kwa maisha yake ya mbinguni, amweke peponi kwa kuleta amani na utulivu katika nchi hii. CCM hoye!